Jana siku ya Ijumaa tarehe 26 mwezi wa Disemba 2025 kuanzia majira ya saa 10:30 jioni hadi majira ya saa 1 usiku, wilaya yetu ya Kilosa tulipata mvua kubwa ambazo ziliambatana na upepo mkali uliovuma katika maeneo ya tarafa ya Magole kwenye kata za Dumila pamoja na Magole. Kwa bahati mbaya upepo huo na mvua hiyo imetusababishia maafa ama imetuachia athari, ambapo zaidi ya nyumba 120 zimeweza kupata changamoto mbalimbali. Ziko ambazo mapaa yamezuka kabisa, ziko ambazo kuta zimedondoka na ziko ambazo zimedondoka chini kabisa. Hiyo ni tathmini ya awali tu ya nyumba 120, lakini kamati ndogo kwa maana ya secretariat ya kamati ya maafa inaendelea na kufanya utafiti, lakini vile vile inaendelea na kutafuta taarifa mbalimbali ili kuweza kuwa na idadi kamili ya nyumba ambazo ama athari ambazo zimetokana na kadhia hiyo. Lakini vile vile tuna mashine mbili kwa maana ya vinu vya kusagia mpunga, navyo pia vilipata changamoto hiyo, ambapo bati ziliezuka, lakini vile vile maji yalipita ndani, kwa maana ya mali iliyoko ndani nayo iliathirika kwa namna moja ama nyingine. Lakini miundombinu ya umeme kwa maana ya nguzo za umeme, lakini pia na taa za barabarani kwa maeneo ya Dumila nayo pia yalipitiwa na kadhia hiyo. Na nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru ndugu zetu wa shirika la umeme kwa maana ya TANESCO wilaya ya Kilosa kwa namna ambavyo walichukua tahadhari ya haraka mara tu baada ya kuripotiwa kwa tukio hilo ili lisiweze kuleta maafa zaidi. Kwa siku ya jana na leo yake ninavyozungumza, yako maeneo ambayo yamekosa umeme tangia jana, lakini kutokana na jitihada ambazo zimeanza, naamini kabisa kufikia jioni huduma hiyo itakuwa imesharejea katika maeneo hayo. Kwa zaidi maeneo ambayo yameathirika ni Tongolo, lakini vile vile maeneo ya Dumila, lakini vile vile maeneo ya Magole A pamoja na Magole B, ambako huko kidogo athari yake imekuwa ni kubwa sana, na tunaamini kabisa timu yetu itakapokamilisha ndio tutapata uhalisia wa namna gani ambavyo athari hiyo imetokezea. Kwa ukubwa wa tukio la jana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hakuna taarifa yoyote ya kifo ama kupotea mtu yoyote kutokana na kadhia hiyo, kwa maana ya watu wote wako salama. Lakini hali ya usalama pia wananchi wameendelea kuishi kwa amani na shughuli za kibinadamu zinaendelea, ikiwa ni pamoja na kujitafutia riziki. Lakini niwashukuru wananchi wa Kilosa, wameendelea kuwa na moyo na mapenzi ya kusaidiana. Kwa wale ambao wamepata madhara kwa siku ya jana, watu wao wa karibu, majirani, marafiki waliowakimbilia wakaweza kuwastiri. Lakini hata serikali kwa upande wetu tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba waliokosa ndugu, waliokosa jamaa, basi tayari serikali kupitia kamati yetu ya maafa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi ambaye atapata tabu ama changamoto yoyote kipindi hiki ambacho anasubiria kurejesha makazi yake ya kudumu.